imefika wakati wa wewe kutembea. Hebu njoo katikati ya kusanyiko hili, ili unaponena kupitia kwangu chombo nilicho dhaifu, Baba ukatukuzwe milele na milele. Jidhihirishe, malaika zako wafanye kituo. Kazi zote za ibilisi Baba ukazifunge katika jina la Yesu Kristo. Tamalaki kuanzia sasa mpaka tamati, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Kitabu cha Biblia, kitabu ni cha Luka 15, tutasoma aya ya 4 mpaka 32. Kama unaanza kuchoka, uanze kuchoka mapema. Luka 15 aya yake ni ya 4 mpaka 32. Ndugu, neno la Bwana ngoja sitengenezewi mitambo. Asante sana, njoo keti pale. Mimi huwa sitengenezewi mitambo. Nimesema malaika waje. Wagiza wakitaka kuja kuvuruga watashangaa. Hata Elia mtumishi wake alitoka nje, anapojinyosha hapa akasema, ole wangu bwana wangu Elisha, magari tumezungukwa na majeshi ya Washami. Elisha hakumwambia ati Mungu tusaidie. Hakwenda kuomba. Elisha akaomba akasema, Mungu fungua macho huyu. Hakusema Mungu ondoa adui. Alisema Mungu fungua macho huyu mwenye analeta ripoti. Alipofunguliwa macho akaona majeshi ya gari za moto zimewazunguka juu. Biblia inasema juu, kando na chini. So all round, up and down, walikuwa wamezungukwa na magari ya moto. Ninamuona mtumishi wa Elisha anaketi chini, anachukua chai, anaanza kukunywa, aone vile Mungu atapigana na adui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hakuna siku mimi ninatengenezewa mitambo. Ukishatengeneza ile ya kwanza, unaketi unasikiliza neno. Siku moja nilienda kanisa la Undani, tukiwa tunaenda na kwaya yetu. Mimi ni mshiriki wa kanisa currently ya Voi Central. Mke wangu ni mshiriki wa kanisa la Kimbu. Nasema na Kikale, Kimbu SDA Church pale Bomet. Kwaya yetu ya Voi Central ikanipeleka Undani, twende tuhubiri pale. Tulipofika pale, shetani akatembea. Sasa ile kwaya wameimba nyimbo 2-3 za kupamba, kanisa limejaa district nzima. Wameweka mitambo, kuna stima. Walipoimba 2-3, watumishi tunajitayarisha pale nje, stima ikapotea. Pale ndani tuko na watu mpaka wa Kenya Power wakakimbia, wakaambiwa tunarekebisha laini na tunarekebisha kwa masaa mangapi? So poleni sana. Wakajaribu kuwaomba kabisa, tusaidieni, msirekebishe sasa, msipostpone wana peke yake tumalize sermon. Wakamwambia unajua wale ni wanategemea overtime. Akamwambia hatutarekebisha, tutatengeneza vile tulikuwa tumeratibu, na tusha disconnect. Tumedisconnect kwa information. Wakidisconnect stima ndio usikuje kuwasha, wana disconnect na ile chuma ya kuteremsha hivi, wana lock na kifuli ndio wasichomeke. Sasa wakawa wameteremsha. Mimi pale nikaingia, nikamwambia sasa tuingie. Tukaingia sermon na bibi ya watoto nikatoa, nikachukua mitambo hivi. Wale elders kwa hapa ndio naona na wafukuzaga siku hizi. Wanakimbia wananiambia kama mtumishi wa Elisha, mtumishi hakuna stima. Naye kuna elder pale alikuwa ameketi, elders wakalisema kubwa hivi, elders wanapenda kuweka vitu vikae hivi, waangalie hivi. Elder mmoja akakimbia pia akaniambia kuna stima. Nikamwambia ninajua, ketini chini. Nilisikiza vyote, nikaa nimejua kwamba stima imedisconnectiwa mpaka 2 hours ishe, na mimi nataka kuanza. Na tayari nimemaliza 30 minutes, so bado tuko na 1.5 hours stima irudi. Nikaambia ninajua. Nikaomba, nikachukua microphone namna hii. Nikaomba na nikasema amina, mitambo ikiongea. Walitaka kuniangalia na meno, ni shauri yao, maana si mimi. Niliambia mwenye kuhusika na moto, anaitwa yeye ni moto ulao. Kwa Hebrews chapter 13 anasema God is the consuming fire. If I have the fire, why do I need Kenya Power? I don't need them. I need my God. And then I have my God, I have everything. Ndio nikasema
wewe usijali, usistuke. Hiyo ndio mimi najua. Mimi ninaongea na Mungu ambaye anasikia, sio kisiri. Na ukimwambia sasa, nimemwambia take charge, ngoja usikie kama itaharibika. Hakuna, hata nitarudi pande na haitaharibika. Ikitaka kuharibika na hata simwambi, nafanya tu hivi. Kama ninafanya kazi yake yenye malaika wangefanya, au malaika watafanya kazi gani? Siwaende wafanye ile. Maana hajatuma malaika kuja kuhubiri kanisa, ametuma binadamu, useless man like me. Mwenye akienda saa hizi akipigwa na baridi, simuliana nilikuja na kabuti na koti yote juu yake. Maana ya baridi, napigwa na baridi, napiga tafi, anashikwa na homa. Kwa hiyo unafikiria mimi si binadamu? So huyu Mungu dinara yake. Kitabu cha Luka 15 aya ya 4. Soma pale. Watatu waliopotea. Tunaongea juu ya the three lost. Asante sana brother kwa sababu umeguzia jambo hilo. The three lost, watatu waliopotea. Kitabu cha Luka 15, soma aya ya 4 ndugu. Inasema nini? Inasema hivi. Ndio. Ni nani kwenu kondoo 100 akipotewa na mmoja wapo asifanye nini? Asiyewaacha wale 99 nyikani aende akamtafuta yule aliyepotea. Tosha gari. Hiyo ni kisa mnajua. Utasoma mpaka mstari wa 7. Inasema ya kwamba kama uko na kondoo umepeleka forest. By the way, mimi nimelelewa Madharo, wala hawajui nimelelewa Madharo, nikakulia Madharo. Kanisa letu likiwa Band Forest ambaye linaitwa Kauluget, ambaye sababu skuli yake ilikuwa ni Arangai, sio Koriomat. Arangai ikazaa sababu skuli ndogo ikaitwa Koriomat. Koriomat ikakuwa kanisa, sababu skuli yake yaani mama yake ikaita mama yake sababu skuli yake. Ni funny. Tukazaa sababu skuli nyingine inaitwa Madharo, kama tunaombea juu ya shule pale. Sababu skuli ya Madharo ikazaa pale shamba mpya. Sasa shamba mpya ikakuwa pale Madharo, tukapata kapulot. Tumejenga sasa, imekuwa kanisa. Unfortunately, nimehamishwa niende huko juu. Si ndio district nyingine sasa. Kitu kama hicho. So mimi tukao tunaleta ng'ombe hapa forest, hapa juu. Siku moja nakumbuka ng'ombe zikapotea. Unajua ng'ombe ikipotea, ng'ombe zetu ziko zinazunguka, tunaenda tunaacha kwa mto fulani. Zikikunywa maji tunapiga isonge hivi, tunarudi nyumbani. Zinazunguka, kuna kiwanja kingine kule pale mahali askari walikuwa wanakaa pale. Sehemu za Madharo pale kwa msitu ndani, mahali askari walikuwa wanakaa. Ukikuja hapo jioni unapata ng'ombe zote za watu wote hiyo kijiji. Ng'ombe zako ukizipiga zinajua njia, tunarudi nyumbani. Siku hiyo zikaelekea kama zinaenda njia ya Danai. Na hatukuwa na tochi. Imagine kulikuwa na vijana nyumbani wengi, tulikuwa tunaenda kwa zamu. So mwenye alienda akaja akaripoti hakuna ng'ombe. Vijana wengine wote tukaamka tukafuata. Tukafuata mahali tulianzia mto. Tukafuata miguu, tukafuata kabisa mpaka mwisho. Mwishoe imefika saa 2 ya usiku ndio tumepata ng'ombe. Kumenyesha. Unajua wakati inanyesha, acha niwaambie vizuri. Kukianza kunyesha, sijui watu wanataka masikio inyeshewe ama wanaogopa kichwa inyeshewe. Unapata mtu anaenda hivi. Tulikuwa tunaenda hivi, tukaenda hivi mpaka sasa tukasimama. Kwa sababu ya kutafuta nini? Ng'ombe. Tulitafuta tukapata. Tukatafuta ingine moja. Tulitafuta tukachoka, tukarudi na hizi zingine. Unashika ng'ombe mkia kwa sababu hauoni njia, ng'ombe inajua njia. Mpaka sasa tulipotokea ndio unaachilia ng'ombe mkia unaleta nyumbani. Kesho asubuhi hatukupeleka ng'ombe forest. Tukaamukia kutafuta ng'ombe ngapi? Tukatafuta mpaka jioni tukapata, ilienda kumbe ikakula mianzi ndogo ikakufia katikati ya forest. Yesu akasema, nani aliye na kondoo? Isi ng'ombe sasa. Wakati mwingi kondoo 100 moja ipotea, unasema haidhuru acha hiyo ikae ilipotea. After all niko na 99. Yesu akasema anawacha zile zingine nyumbani, anaenda anatafuta kondoo mmoja. Jambo la kwanza, lazima mchungaji aende atafute. Jambo la pili, kondoo anapopotea usiku, anapopotea si kama ng'ombe. Ng'ombe ukula na kunusa
na kuendelea kukula. Kondoo anapiga kelele ne. Usiku inapoingia, kondoo anapopiga kelele na ni forest, una expect nini? Angalia wewe mwenyewe. Kuna fisi pale, kuna chui pale. Kondoo anataka kuvamiwa. Na ujue ya kwamba anajitangaza, niko peke yangu na mimi ni kondoo. Welcome for supper. Yaani karibu kwa chakula ya jioni, kama wewe ni simba, kama ni nini, umbwa mwitu, karibuni, mimi niko hapa. Mchungaji anaamka, anaenda anatafuta kondoo. Kondoo ndiye amepotea. Kitu cha kwanza, kondoo anajua nimepotea, lakini hajui njia ya kwenda nyumbani. Jambo la pili, kondoo anajua nimepotea na hajui ni nini next. So ni kuanza kuambia adui niko hapa. Jambo la tatu, lazima huyu kondoo abebwe. Unajua kondoo sasa ni mjinga. Unaweza mtafuta ukampata, ndio. Wakati mwingine unajua kondoo imejua ni wewe, lakini ukitaka kuvuruta iende nyumbani, inafanya nini miguu? Si unaenda pale, inafanya hivi miguu. Unaivuruta, unaona? Inafanya nini miguu? Inakataa. So mchungaji mzuri inabidi anachukua kondoo, anaiweka wapi? Juzi niliona mtu amechukua kondoo. Nikaangalia na nikakumbuka Isama. Jamaa ameketi hapo nyumbani kwetu, ako na boda, anataka kubeba mbuzi. Aliketi hivi, ni mwendeshaji boda, akachukua mwenzake akamweka hiyo mbuzi hapa, akiwa ameangalia huku. Miguu ya mbele ikakaa hapa, miguu ya nyuma ikakaa hapa. Mwenzake sasa akashikanisha zile miguu za mbuzi, akazifunganisha zote hapa. Alipozifunganisha, nikaangalia ni nini wanafanya. Sikuwa nimejua ni nini. Nilikuwa nafikiri anataka hata yaketi ndio ashikilie. Nikaona jamaa anamfunga, kaambia sawa. Jamaa akainua pikipiki yake huyo. Nikamwangalia, akapiga kwa hapo. Shida ni kwamba simu yangu ilikuwa imeisha battery. Ningepiga hiyo nini, nikafundisha nayo leo. Wacha hiyo. Kondoo anachukuliwa, anabebwa, analetwa nini? Nyumbani. Anapoletwa kondoo huyu nyumbani, mkulima, mfugaji, mwenye mbuzi ama mwenye kondoo anaita kijiji kizima. Biblia inaniambia anaita marafiki, njooni tusherekee, mbuzi wangu amefanya nini? Kabla sijamaliza hapo, tulipopata huyo ng'ombe, by the way, tulikuwa tumeenda siku ya pili yake, tulienda na vijana na wazee wa kijiji kizima cha Magaro, sehemu inaitwa Gatina. Tukaenda wote forest. Tulipofika tukakuja tukafanya sherehe. Sijui nani aliambia mama watu wakipata vitu watu wanafanya sherehe. Okay, Biblia inaniambia kondoo ambaye ameenda kuletwa, watu wanakuja kufanya party. Wacha nifikirie vizuri. Sijaambiwa na Biblia. Wacha tu nifikirie vizuri. Inaniambia alifanya party. Ili party ikuwe ni party, lazima kuwe na nyama na hakukuwa na butcher wakati wa Biblia. Unadhani nini ilitolewa? Kondoo. Na ni kondoo wale 99 ndio ametolewa achinjwe kufanya party kwa ajili ya huyu kondoo moja ambaye ametoka kule akarudi wapi? Kwa nini tukamtaja huyo kondoo? Kitu cha kwanza, kuna watu ndani ya kanisa wao ni kondoo. Sijasema umepotea. Kama wewe ni mbuzi, shauri yako mbinguni hautaona. Utatumana salamu. Ukasema, "Ala mimi hapo ukirogatie kisengwe matagebe." Yaani hiyo ninasema utatumana salamu, useme sisi hatukumani wewe kwenda mbinguni, maana wewe ni mbuzi. Ni mbuzi. Naongea juu ya kondoo. Kondoo ni washiriki ambao majina yao yako hapa. Wamebatizwa, wameokoka, wamemkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wanaenda safari ya mbinguni. Ni wana kondoo. Wanamtarajia mchungaji mkuu Yesu Kristo atakaporudi twende mbinguni. Lakini huyu kondoo amepotea. Yuko hapa ndani. Unampata amepotea tu huku tu. Ukienda unamtafuta tu. Kazi ni kubweka huko nje tu. Ndugu siku hizi mbona ukuje? Tuko tu. Kimi. Tunakuja tuko tu. Uko wapi? Wewe ndiye aliye tuko unajulikana. Wewe msichana tu unakaa mzuri hapo. Unatembea tuko. Watu wanajua ulikuwa Mkristo. Wewe ni kondoo mzuri sana. Na wanajua kondoo kana nyama mzuri sana. Wanasema, unajua wale wanaokati wazuri. Hawajachafuka. Unapata vijana akikufuata
wewe kuja kanisa ni kwa sababu wewe ni kondoo mzuri, wanataka kukumeza huko nje huko, umepotea. Umepotea huko. Wengine hapo wanaimba ewe skuli ya Sabato. Kuna wengine wamepotea nyumbani, sasa ndio anaamka. Anasema bora nipate someone. Alafu umepotea kitambo. Kuna wengine ambao wako hapa anasema unaambia tenda kanisa, anasema si kuosha nguo. Umepotea. Ni vile tu hujui njia ya kurudi nyumbani. Watu wanatakiwa sasa. Inasema mchungaji, tunataka watu ambao wanachukua ile jukumu na kuchunga wengine kanisani. Wanapoona ya kwamba kondoo moja kanisani siku hizi hakuji kanisani, kina nini? Ndugu, mnaamuka mnasema lazima tumchukue huyo kondoo. Shida ya kondoo zingine wakikuja, unapokuja unawaambia ndugu, mbona siku hizi huji kanisani? Njoo kwani nafikiria wako kanisani ni wazuri kwani nafikiria mimi ndio mwenye dhambi peke yangu? Kwani nafikiria hata hao wazee wa kanisa wafanyaji dhambi? Hata hao mama sio ndio walinisengenya nikaamua sikuji hiyo kanisa. Yaani bado kondoo unataka kuvuruta, bado anakaza miguu. Kondoo wengine ni wa kuchukuliwa, unawainua, unawaleta kanisani. Kondoo wengine mnawajua, wamepotea huko. Wachana na hawa kwanza. Twende la pili, mstari wa 8. Neno la Bwana nasema hivi. Tuko Luka 15 mstari wa 8. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na mmoja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? Asante sana. Tumekuja kwa shilingi 10. Ndugu alituonyesha shilingi 20. Hiyo ni nyingi. Wacha mimi niongee juu ya shilingi 10. Siku hizi hakuna stage ya shilingi 10. Lakini kwa huyo mama hakukuwa na pesa nyingine. Ilikuwa ni shilingi 10 peke yake imebaki. Hata ukienda siku hizi kwa maduka mengi, shilingi inafanya kazi hapa. Unaambiwa kununua hii simu ni shilingi 1000. Ati simu kubwa kabisa unaambiwa ni 20,999. Ni wangapi wamenunua simu ikiwa na shilingi 99 mwisho? Ama chochote? Ulirudishia shilingi? Mbona hakukuambia ni 20,000 ama akwambia ni 19? Mbona alikwambia na hiyo 99? Mama akajua bila shilingi moja ya mwisho siwezi kufaulu. Tunaambia kwamba ilipotelea nyumbani. Umeshika ya kwanza? Na si nyumbani tu, ilipotea ndani ya nyumba. Ilipotea usiku. Jambo la 3, shilingi haikujua nimepotea. Jambo la 4, ilipotea katikati ya vitu ndani ya nyumba. Jambo lingine, shilingi hii tunayoongea juu yake ilikuwa lazima iko pia ndani ya vumbi. Ndani ya nini? So inabidi huyu mama sio tu atoe vitu, haikupotelea kwa kabati, ilipotea kwa sakafu tu hapo chini karibu na vumbi. Inabidi kuwe na kakifagio. Kifagio tu ifagiliwe kusudi ipatikane. Na haiwezi fagiliwa bila taa kwa sababu iko ndani ya giza. Kwa hivyo jambo la kutufundisha ni nini? Ni hivi. Unaposoma hiyo mpaka mstari wa 10, unagundua ya kwamba kitu cha kwanza, mama huyu anachukua taa, kisha anachukua ufagio, na ni usiku. Anaanza kufagia moja kwa moja, alafu anatoa uchafu, kisha anatoa shilingi. Na anapotoa shilingi, mstari wa 10 Biblia inanikumbusha ya kwamba baada ya mama huyu mstari wa 9 na 10, baada ya mama huyu kupata shilingi moja peke yake, anaandaa pati. Wewe mama, wewe ni mwenda wazimu. Okay, wewe mama, tuseme wewe ni maskini, hauwezi kuwa na mbuzi wa kuchinja, lakini hivi kuwe na pati, si lazima kuwe na kachapati hapo. Kwani si lazima hata kama huyu mama alipua hana chapati, si lazima kuna sukari na maziwa? Kwani huko sukari kwenu ya watu wa kufanyia pati kama watu wa kijiji? Inasema watu marafiki wa kijiji hapo, tuseme ni watu kama 20. Wa mama, chai ya watu 20 ni sukari kiasi gani? Ni kilo 2. Kilo 2 hapa Kitega ni shilingi ngapi?
200. Ndio mama amechukua shilingi 200, akatoa noti, akaenda kununua sukari, akakuja akatengenezea watu pati, akiwaambia watu pati ni ya nini? Wewe kama mama ambao umealikwa kwa hiyo pati, na ulize mama Chepkorir, mama Agnes, umetuitia sasa hii pati ndio tumekula tumeshiba. Hii pati ilikuwa ni ya kitu gani? Akwambie ni ya shilingi 1 nimetafuta, ilikuwa imepotea katika shilingi 10 yangu. Utasemaje wewe mama? Ninauliza wamama, wewe umeandikwa? Wazee, wacha niulize wazee. Wazee mumeandikwa kwa hiyo kapati. Sababu amesema marafiki. Mzee, mtu amekualika, amenunua sukari, amepika chai, imejaa kasufuria, mumekula na labda na kamkate kidogo. Uulize yeye, hii pati mama tumekula kwa sherehe, ni sherehe. Hii sherehe tumekula mama ni ya nini? Akwambie ni ya shilingi 1 yenye nimepata. Utamwambia ndio mama. Ndio baribu pesa. Hajaribu pesa, si ametengeneza pati. Lakini kwa pati ya nini? Shilingi 1 yenye amepata. Na ametumia shilingi ngapi? 200. Nataka neno rahisi. Utaanza kumwambia hivi ama utamwambia hivi? Si mmenielewa? Utasema huyu mama si tukaribu pesa, amerukwa na akili. Yaani mama, utumie shilingi 200 tusherekee shilingi 1, kichwa yako ni mzuri. Nakuja naanza kusema nini? Alafu kuja tuambie Grace. Kuna shida kidogo. Kuna waya ambazo hazifanyi nini? Sasa kuna watu ndani ya kanisa wamepotea. Ati tumepotea? Kuna kashilingi. Kwanza shilingi yenyewe haijui dhamani yake. Haijui niko na dhamani. Kiasi ya kwamba mama anakosa usingizi atafute hiyo shilingi kwa sababu ina maana sana. Huenda huyu mama alikuwa na noti zingine ambazo alitumia kufanya sherehe, lakini hakuona zina maana mpaka akaona kale kashilingi kamoja iko na maana, ndiposa akafagia. Inatufundisha nini? Kuna watu ndani ya kanisa ambao saa zingine tunawaona very useless, tunaona hawana maana. Ukisema imbisha nyimbo anasema siwezi. Ukimwambia omba anasema, ukimwambia omba anajua mwenzake omba. Kuna watu hata ukiambia kanisa toa atoi. Yaani mnawaona tu alafu mnaona tu ni very useless. Hao watu mama huyu anasema ni wa maana sana. Mama hapa inawakilisha kanisa kiunabii. Unaposoma kitabu cha Efeso 5:25 anaposema mume ampende mke wake kama Kristo alivyopenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Mstari wa 32 anasema siri hii ni kubwa, ila mimi nanena juu ya habari ya Kristo na kanisa. Yeremia 6:2 na anasema Zayuni nitamlinganisha na nini? Nitamlinganisha na binti mwororo. 6:2 hapo Yeremia. Unapata ya kwamba katika Wakorintho wa 2:11-2 Paulo anasema nina wivu, maana nataka kuwaposa kama bikira safi, mwanamke safi kwa Kristo mume mmoja. So tunapoongea ndio mwanamke ni kanisa. Kuna wakati kanisa washiriki wanapotea ndani ya kanisa. Unapata kuna wale ambao wamepotea ndani ya kwaya. Shiriki tu na maana tu na amepotea ndani ya kwaya. Unampata amepotea ndani ya kwaya, lazima kuwe na kifagio fulani. Kuna wakati wazee, ndugu, kuna wakati lazima upitishe kifagio kwa elders, upitishe kifagio kwa elders. Ufagie, utakuta kuna moja ambaye ako na dhamani lakini amekwama huko ndani. Usipofagia, huyo ndiye analetea wengine hasara. Unaenda mnaimba kwa inainuka mzuri sana, kesho mnapata mama Cherono hapo na mimba na bwana yake bado hapo Nairobi atakuja. Mnafikiria alitumiwa na SMS? Ni kwa sababu kuna wazee ambao wako ndani ya kwaya ambao lazima kufagiliwe, thamani yao itolewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine ambao ni watoto wazuri sana ambao kesho wanaenda shuleni, unapata mtoto usipofagia umtoe ajue dhamani yake. Mtoto akifika shule anapoangalia exam hivi kwa uzingizi unakuja. Mwalimu anakuja, unapata mtoto na discuss vizuri. Mwalimu akikuja hivi, mtoto kichwa kinamuuma,
Hiyo leso nikiisha hivi, mwalimu akitoka nje hivi tu kichwa kinapona, kwa sababu ameingia katika ushetani, kwa sababu hakukufagiliwa. Mama, kanisa halikufagia upande wa watoto, lifagia upande wa watoto, itoe ule utamani, iwatoe katika mchanga. Hawakuwasha taa katika vijana wetu. Vijana wanaimba hapa, oh, we are marching to Zion, beautiful, beautiful. Wanatembea kwenda mbinguni, lakini kwa sababu wako na vumbi, wako kwa giza, utaanza kupata hata nguo zao zinakaa za giza, zinakaa za vumbi. Kule katika eneo ya Voi, Taita Taveta, watu wanachimba madini, minerals, wanachimba madini. Na acha nikwambie, tulikuwa tunaongea na elder mmoja katika kanisa letu. Yeye ni anasimamia Coastal Region katika mambo ya mining and geology. Huyu ndugu ananionyesha mpaka kwa picha za simu. Kuna shimo alinionyesha. Kuna watu wanajua kuchimba shimo hapa. Okay, wacha nisiulize hivyo. Ni wangapi wamechimba kisima cha maji hapa? Mmoja, mbili, wote. Nani amechimba kisima cha 60 feet? Ni futi 60 ya? Futi 60 nani amechimba? Mnachimba ngapi? Ni wangapi amechimba 50? 40? Mmoja, wawili, 35? Hivyo hivyo. Si unaona? Ni nani hapa hivi ako confident kuingia kisima cha 70 feet? Hapa nani anaweza ingia? Kwa mkono. Huyo ndugu akawa ananionyesha kuna watu waliingia katika kisima mita 100. Mita 100 ni futi ngapi? 333 futi. Unaweza ingia shimo. Na hiyo shimo inaenda, ngazi imepigiliwa juu, ngazi inaenda ikipigwa msumari ikishikana hivi na ikienda chini. Alafu ukifika huko, generator hapa juu inawashwa. Generator ya kuchukua upepo, kwa sababu isipowashwa utakufa. Hakuna hewa huko ndani. Jamaa akaniambia, kuna mmoja nilikataa kuingia, nikamwambia kwa nini? Akasema mpaka tuingie na mwenye mgodi. Mgodi ndio shimo ya kuchimba minerals. Mwenye mgodi. Kwa nini? Ninaweza ingia pale nikazimiwa generator, kuisha mambo yangu. Akasema tunaingia na mwenye kwanza ataangulia, maana najua hawezi zimiwa. Ninamaanisha nini? Minerals ili upate, lazima uitafute chini ya ardhi. Siku nyingine ndugu tukaa tukiongea, mimi napenda kuulizia vitu sana kwa sababu ya mafundisho. Akaniambia alienda kusuluhisha mzozo wa ardhi ya migodi. Wanang'ang'ania watu wawili. Kung'ang'ania kule sio kusema ati hapa ndio mpaka. Wewe umejenga hapa, ni nyumba yako, unachimba mgodi wako pale. Mimi nimejenga kule, nachimba mgodi wangu hapa. Jamaa akachimba kaingia kama futi 60, alafu alipofika futi 60 akaanza kuchimba, akikuja huko akapika mpaka hata chini ya nyumba ya huyu. Futi 60 chini, hata unaweza nini inaendelea. Jamaa anachimba mgodi pale, wakang'ang'ania. Nikajua kumbe mgodi kitu ya maana. Jamaa alikuwa ananionyesha mwingine, tuvitu tu kwa mkono hivi. Tuvitu tu hata haijai kijiko ile ya mtoto, ile ya dawa. Haijai. Akaniambia nikipata ile pure kiasi hiki, akanionyesha mchanga, akaniambia nikipata ile pure kiasi hiki, nitakuwa nimesettle maisha yangu. Kaambia kama pesa ngapi hivi? Akaniambia kama milioni 50 hivi, 55 hapo. Milioni 55? Naongea juu ya umaana wa minerals. Unapata sasa wasichana wetu uko na minerals ambazo ungeficha. Wamama unajua wamwambia wasichana nini maneno ninasema. Uambie kuna migodi ya dhahabu. Sasa mgodi wa dhahabu badala ya vijana wang'ang'ane waitafute, siku hizi iko kwa kiwanja. Kwani kama iko kwa kiwanja si ni matope? Kwa nini tunakanyaga mawe hapa na matope? Kwa sababu haina maana. Kama iko na maana, wanaume watapigana wakichimba kutoka huko. Unapata nguo ilikuwa futi kadhaa, imepanda, ikapanda, ikafika hapa. Unaona mahali mfuko wangu huko?
nguo imefika hapa. Sasa mgodi si imekuja juu. Watu kama tunatakiwa tuwafagie. Wamama, muwashe mataa, mtembee ndani ya wasichana, mwende mfagie, mtoe ile uchafu, utoe ile wabei shilingi ni ya maana. Waweze kuweka migodi yao vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la tatu, mtu wa tatu, mstari wa 15. Samani. Sura ya 15 aya yake ni ya 11. Tatu anayepotea. Akasema kuna mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Nataka kuongea watatu waliopotea. Mmoja tumemaliza ni kondoo. Tutawatafuta huko nje. Wa pili wako hapa ndani, lazima tuwafagie, tuwashe taa, tuwatoe kwa vumbi. Waanze kuchanuka. Tuambie waacheni kuvaa vibaya, waacheni kufunga manywele za kishetani. Ukitaka kujua ndugu, usiniangalie nimesema hizo manywele ni za kishetani. Ukitaka kujua Ruth 3:3 ama 4 anasema wewe mwanamke oga kichwa. Waulize wanao ni nywele za shetani. Kama wanatio haya watakwambia unajua nilisukwa. Kichwa ninaosha man inakaa hivi ndio mpaka inabigumu. Wewe Biblia inasema osha kichwa kila siku. Wewe unataka kukaa mwezi mzima. Wewe na shetani mko na tofauti gani? Nyinyi wamoja, shida mnapishana kuzaliwa. Mwingine ni first born, wewe ni second born. Tunasoma mstari wa 11, watatu ni wa mwana aliyepotea. Ati wao alikuja akatutusi. Sio niwaambia Biblia alikutusi. Hata ikiwa na shida yangu mimi ni jina. Mimi hata sijui jina walinipea kwa nini. Niligundua tu niliposhika injili na nikaanza kutembea, nikakaa kama yule John alisema. Aliambiwa enda Nineve upige kelele. Akaenda jengine, Mungu akamwambia songa this way. Alipokuja akasema Kiingereza anasema yet 40 days and this city shall be overturned. Unajua Kiingereza, Kiswahili ilikosa maneno. Yaani baada siku 40 na mji huu inasema, Kiswahili inasema utaangamizwa. Tumia Kiingereza inasema King James, this city shall be overturned. Yaani utachomwa, uweko uvurugwa, uinuliwa hivi, uweko chini hivi. Na walikuwa najua yao ni nani, wakatubu. So ukisikia ninaongea vikali nikana kwamba nasema utapinduliwa. So ni heri ufanye marekebisho saa hii. 11 wana wawili. Endelea malizia haya. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya tosha. Unajua shida mkisomea mtaanza kusema prodigal son. Hiyo ni nyinyi mliweka. Biblia haiweka prodigal son. Kulikuwa na vijana wawili. Nataka kuongea juu ya vijana wawili kwa takriban dakika 2 nimalize. Vijana hao wawili, mmoja ndio huyu tunataka kumtaja. Kijana mmoja akaambia baba yake, nipe mali takaye niangukia. Yaani siku ile utagawa mali utanipatia, lakini nipe saa hizi. Kijana amepotea kwanza. Amepotea kisaikolojia. Kuna vijana wengi sana hapa ambao kukaa kwao wanafikiria kwamba mzee ako analog na yeye anataka kuhama digital. So kwa sababu anataka kuhama digital, anataka atoke nyumbani aende apumue apate hewa. Unapotoka nje pale kwenda kupumua, my friend, utashangaa. Kijana huyu tunaambiwa na Biblia, soma mpaka mstari, utajisomea pale mpaka mstari wa 24. Kijana huyu akatoka nyumbani, akaenda akashikana na malaya. Unajua acheni kusema ati kijana alienda akafanya mambo mbaya. No, kijana alienda akashikana na malaya. Ati baba alikuwa ananipimia hewa. Ati msiende kutembea na wasichana mbaya, waacha nitembee. Ati baba yangu alikunywa pombe, ati ni mzee wa kanisa. Nitakunywa ya baba na ya mama na ya shangazi. Yote ninakunywa. Kijana akakunywa yote. Bwana pia wewe venye unaonja, hiyo ni unaonja ni yako. Huyu kijana alikunywa ya baba yake na mama yake na hata wajomba wote alikunywa yote. Pesa zikaisha. Kwetu huko Kipsigis Land tunasema tere. Sio kweli mnasema nini? Akakunywa tere yote ikaisha. Na ukikunywa tere ndio inakunywa pesa. Wewe unakunywa tere inakunywa pesa. Akakunywa pesa yote ikaisha. Wale marafiki alikuwa anasema peana kama tulivyo. Round piga round ikaisha. Jamaa alijaribu sport pesa ikashindikana. Akajaribu betting ikashindikana. Akajaribu sure bet ikashindikana. Akajaribu gani nyingine? Akajaribu loto ikakuwa ndoto. Akasota pesa yote. Biblia inasema alienda kwa kamari. Kwani mnafikiria loto imeanza leo? Ni vile tu haiko inaitwa loto na haiko inaitwa sport pesa. Alienda kwa money exchangers akatumia hizo pesa.
Soma roho unabii vizuri. Kijana alienda kwa kitu inaitwa gambling. Pesa zikaisha. Pesa zilipoisha akakimbia akasema ninarudi nyumbani. Sasa point ni hii. Kuna wale ambao wamepotea wanajaribu kutafuta freedom. Mama unajua njoo tukupeleke kwenye kuna wanaomba. Enyewe SD hawana roho. Hata tukaombe. Na ujue kisionekane. Na mimi ni kiongozi wa ndoa. Unaenda unaombewa unapata freedom. Hiyo freedom utakula na nguruwe. Kijana alipoenda amekula na nguruwe ndio anarudi. Yaani wewe msichana mzuri, mrembo mzuri, unaenda unatafuta tunataka kutafuta raha pale nje. My friend, utachaka ukuje. Kuna msichana mwingine alikuja pale kazini kama attachment. Ama wale vijana wanajifundisha mafundisho ya college wanakuja pale kidogo kikazi alafu anarudi kumaliza. Msichana nikamwambia msichana mrembo, uzuri utakuharibu. Ninakupa tu miaka 5. Kijana mwingine naye atatu anakuambia, "Umempea nyingi mpa 3." Nikamwambia basi, mimi sitaki kupunguzia hata nikupe 5. Utachakaa. Sababu yeye alikuja akitafuta sponsors. Nikamwambia dadangu, utachakaa mpaka ujidharau. Siku moja nimeketi tu kwa hoteli moja ya kifahari. Tuko na rafiki, tunakunywa juice. Juice fresh tu pale. Tumeketi hivi. Amechakaa hata haijaisha miaka 5, imeisha mwaka ngapi? Amechakaa imeisha analeta na sponsor mwingine hapo hivi. Mimi nimeketi nikakunywa juice hivi akaingia, akakuja kuketi, kutaka kuketi akaniangalia pale. Macho yakaonana. Najua shida ya macho kuonana ni kama ile ya Petro alipogeukiwa na Yesu hivi akamwangalia. My friend, hata yule sponsor alimwacha hapo akitoroka. Utaisha, utachakaa, na ukikufa kwa si ukimwi. Stress za dunia zikikumaliza, maana zinakumaliza siku hizi. Pamoja na magonjwa ya zinaa. Ikikumaliza, ndugu utaniita, hatutahitaji neema. Unajua uzuri wa mazishi ni moja. Hatuhitaji neema, hatuhitaji permit ya polisi. Sasa tukitaka kuweka crusade hapa, tutahitaji barua ya neema, barua ya polisi, permit ya polisi, na tunahitaji nia chief kwamba tunafanya mkutano wa kikanisa hapa. Hiyo yote sitahitaji siku hiyo. Tunahitaji kushika mitambo tunaweka juu kwanza na kuhubiri habari njema, wengine wataokoka. Tutaenda motoni. Kijana alipozingatia kwamba heri kurudi nyumbani, there is freedom. Wacha nimalizie kijana wa mwisho. Kijana wa mwisho kisha unaposoma mstari wa 25 soma pale. Inasema basi yule mwanawe mkubwa alikuwa wacha, unajua umesoma pole pole. Yule kijana mkubwa akakuja nyumbani, anatoka shambani. Huyo unataka kuniambia hakupotea? Mnasema tu ni prodigal son. Prodigal son mjini na prodigal son nyumbani. Wacha niongee prodigal son nyumbani sasa. Mwana mpotevu. Kijana anatoka nyumbani anasikia bum dam bum dam. Akauliza, nini inaendelea nyumbani? Atanipati pati ya nini? Ndugu yako yule mdogo mnaliendana amerudi. Akakasirika na akakataa kuingia. Kuna watu ambao utakapookoka ati nani ndio ametakuja elder hiyo kanisa namwachia na wanaenda. Umepotea. Wewe unadhani uko nyumbani salama? Wewe pia umepotea. Kuna vitu ambavyo vinakusumbua. Wewe unataka kudwell na history inakusumbua. Hata unajua mzee wa kanisa siku ile alisimama hivi akaambia watu mbona hamtoi pesa ya makambi, na akanikodolea macho. Niliona tu mwenye amenikodolea macho nikajua ananichukia. Na kuanzia siku hizi hata simpendi, hata sitakai kumsalimia. Wewe kaa na historia yako, kaa na vitu vyako ukiweka, kesho utapatwa na msongo. Stress kwa Kiswahili. Utapatwa na msongo. Ukishapatwa na msongo unaanza kukodea. Tena watu wanaanza kukuangalia na kuambia, fulani ni wewe sikukujua." Unaanza kusema, wanaanza kunidharau siku hizi. Hawanioni hata kama niko kitu. Kumbe ni stress inakushika, ukaanza kukonda na wewe kama haya. Watu wanaanza kusema, inaonekana alishikwa na kamududu. Wewe unaanza kuona tu watu wakicheka hivi, niliona tu wananicheka. Wewe peke yako unajimaliza. Kwa sababu gani? Wewe ni kijana uliyepotea nyumbani. Unapotea ndani ya nyumba. Wewe sio buzi. Wewe sio mwanampotevu. Wewe si shilingi. Wewe ni yule yuko nyumbani. Hujui vitu vya baba yako ni vyako. Unakaa tu umepotea nyumbani. Umepotea kisaikolojia. Unapata ati bwana yangu aliniangalia, nimeona tu vile amekuwa akinichukia. Unajua tulipoona mama yake tu alisema,
alisema huyu jamaa, na nimekuwa nikimuona tu hata hivyo. Wewe na history tu. Kijana alisema, huyo kijana, maji na naambia baba yako, huyo kijana yako, hajasema ndugu yangu, huyo kijana yako ambaye alienda aka waste pesa na malaya, ndio unamkaribisha, mimi hujai nichinjia. Yaani, unajua nini? Kuna watu siku hizi, wanaume mnisikilize, kuna wanaume siku hizi wameshikwa na stress, wanaenda center kujivinjari ama kuenda kukaa, kwa sababu ni wanaume na ni Waadventista wa Sabato, wanaenda nasema, nene emeto. Yaani nchi nasemaje? Unaenda unapiga siasa kidogo, mnaketi pale kwa sababu ni Mkristo, rudi kwa baa, unaangalia ni anacheza baa kwa sababu Jona ama nini akikupata pale anakuambia, ndugu bwana, mbona umesambaratika kiimani sana? Anaketi tu pale akiona anacheza kwa mbali, akiadmire, anasema angeka hivi. Yaani haonyesha, anasema yaani unapata jamaa anaenda kwa sababu hataki kuwaste pesa mingi, yeye ni steward mzuri, anaenda ananunua mahindi ya shilingi. Nikunywa na 20. Anunua 20, anapunjiwa ya 10, alafu anakula laini moja. Akikula mahindi moja, unashangaa jamaa hataki kumaliza. Kumbe anatepa stress, ni kwa sababu anataka kudwell on history. Unapata mama wengine wamechoka, wameharibu nyumba zao. Hakuna mwanaume mbaya. Inategemea na vile unamhandle. Mwanamke, unanisikia? Wanawake walipewa kidole cha kufinya button, cha kubonyeza. Kama hujui mahali pa kubonyeza kwa button yako, si umwambie Yesu nibonyezee basi. Nilishindwa, ulinipa kidole lakini sio ni button, finya Yesu. Akifinya hivi, utashangaa ni yule mwanaume unamuona hivi. Yaani umekuwa ukimwona huyu mwanaume ni pumbavu, huyu mwanaume ni longi peke yake. Unajua huko kwetu wanasemaga, yaani ni longi peke yake. Unamwona mwanaume huyu anataka hata anakaa kama ng'ombe. Nini gani hata? Yaani unaangalia tu mpaka ukimwona unamuona mpaka pande ile. Unashangaa hii sasa nilikubali kuolewa na yeye nini? Yaani unamvumilia tu. Lakini siku ile utafinya the right button hivi, utaanza kuambia watu kwa kijiji, kama kuna mwanamke alibahatika ni mimi. Yaani kwa sababu gani? Kwa sababu wewe hujapotea. Tunapotea, tunaharibu nyumba zetu kwa sababu hujawahi jua ni nini ninafanya. Nimesema wanaume, najua nikisema hakuna mwanaume ambaye wananichukia. Nimesema hivi, ukisoma kuanzia Mwanzo sura ya 1 aya ya 1 mpaka kitabu cha Ufunuo sura ya 22 aya ya 21, hakuna mahali katika Biblia, aya zote sura 1187, hakuna mahali utapata mwanaume anaharibu nyumba. Kama mko naye mtanipatia. Lakini Proverbs 14 verses 1, mwanamke ako na uwezo, amepewa button, akifinya hivi anatengeneza nyumba yake na kidole yake, akifinya vibaya anaharibu. So nasema nini? Sijawatetea wanaume, nasema hivi, kuna wanaume wengine ambaye mnakaa hamtaki kukaa kama wanaume kwa sababu umekuwa ukimlalamikia Mungu. Wengine walipata wanawake, mimi ulinipatia goroto. Mnajua goroto ni nini? Wana wasikia tu gani? Ulinipatia just but rubbish ka kitu tu. Yaani mtu kanatembea tuna kamarinda hivi. Hata sijui nilikuwa ninaangalia wapi. Mungu tu nisaidie. Yaani Mungu nitetee tu. Wewe kazi yako ni kulalamika na uko nyumbani, mbona unapotea? Imefika wakati wanaume na wanawake uache kucomplain kwa baba yako. Mwambie baba, kumbe vyote pia ni jangu. Wacha tuungane tufanye hii sherehe ikamilike. Uanze kufurahia nyumba yako. Watoto unadhani ya kwamba familia ambayo mlipewa, hiyo baba yako na mama yako, usiwaone ni walevi, usiwaone ni wabaya, usiwaone ni wanatukana, usiwaone ni wajinga. Fanya hivi, enda ambia Mungu, nifungue macho Mungu, kumbe nimepotea nyumbani. Utakapoangalia na ufunguke macho, utaingia kwa pati na ufurahia katika jamii yako. Wewe kijana, umekaa pale, ndugu bwana uoi, sioni mtu, huoni mtu kwa sababu wewe umepotea nyumbani. Inatakiwa sasa tutoe mfagio, tukufagie, tukulete, karibu ufunguke macho, ujue ulikuwa umepotea. Uanze kuona kumbe hata kiteka kuna wasichana wanaweza walewa. Yaani wanawake wasichana unapata kwa nini wanakimbia huko nje? Wanasema wanaume wa Adventista si romantic. Atukitaka kumwambia ati aseme ninakupenda, ukienda unamkuta anaanza kukuambia ulionaje lesson ya leo? Wewe funguka, toka kwa giza,
patikana, wacha kupotea nyumbani, ingia kwa Yesu Kristo akufungue macho. Ni wakati wa kanisa, sisi wote tuliopotea, kama ni kondoo, kama ni shilingi ama kijana, aidha aliyepotea nyumbani ama aliyepotea mjini, ni wakati wako wa kufanya matengenezo leo. Yesu anakuhitaji. Yesu anakutaka wewe ukiwa mtoto, wewe ukiwa mkijana, wewe ukiwa mzima. Yesu anakuhitaji leo hii. Uje kwake karibu. Anakukaribisha, anataka kufanya marekebisho. Sio Paulo, sio Timotheo, si nani, sio mitume na sio manabii waliotoa habari hii ya watatu waliopotea. Ni Yesu mwenyewe. Unaposoma 15 ya kwanza, anasema kisha Yesu akatoa mfano huu. Alitoa mfano ili wewe usiseme ati mimi ndio amehubiriwa. Okota yako. Kwa nini okota ya mwingine? Ati anaona sasa yani kwa kale tunasema hiyo kwa tuyo Susana ilaga mtaani. Hiyo ni yako, si ya Susan, okota yako. Ikurekebishe wewe mwenyewe, chukua yako, wacha mwingine achukue yake. Mbona umchukulie na akona mizigo yake ajebebe? Wewe si uchukue yako na utubu. Kwa hiyo ndugu na dada yangu, tunachosema ni hivi, kuna solution. Kuna suluhisho inayoitwa ndani ya Yesu Kristo. Shida ni kwamba tunapoongea juu ya Yesu Kristo, kuna watu wanaotembea na Yesu, wanatembea na Yesu hivi. Unajua unapotembea na Yesu hivi, ukitembea hivi, saa zingine unaambia Yesu, hata umwambie, unaangalia kitu kizuri, unaenda unachukua, alafu unataka kuja kwa Yesu, unaangalia Yesu apende. Unaacha Yesu aende kwa sababu unataka kuenjoy hiki kitu. Ikienda kukusumbua, Yesu mbona haki unisaidii? Sitaki leo mtembee na Yesu. Kuanzia leo, Kitega SDA Church, sitaki mtembee na Yesu. Nataka Yesu akae ndani ya mioyo yenu. Sema ndani yangu. Yesu akikaa ndani yako, ukitaka kwenda aside ako na wewe, ukienda pande hii ako na wewe. Lakini ukitembea na Yesu, wakati mwingine utaacha yeye atangulie, upate na madhara. Utaacha yeye, saa zingine unatangulia wewe, unapatana na shetani. Lakini Yesu anapokuwa ndani yako, anakuwa kila kitu. Anakurekebishia maisha, anakurekebishia nyumba, na anakurekebishia maisha yako ya masomo. Leo hii mruhusu Yesu aingie ndani yako. Msitembee na yeye tena. Ili unapotembea, unapoishi, kama Paulo unasema, sio mimi tena, bali Kristo ndani yangu ndio anaishi. Maisha yako yote unapoendelea kama kijana, utaona ya kwamba ni Yesu Kristo. Hutajiona, utaona ni Yesu Kristo. Ndugu zangu, nawaita mje kwa Yesu, muweze kumpokea. Sitaki uweze kukuja hapa mbele, lakini ukiona ya kwamba una haja ya kumkubali Yesu, aingie ndani ya moyo wako. Usiseme mimi nimekabatiziwa kanisa hii, wachana na ubatizo. Usiseme mimi nimekuja ati tangu milele na milele nimekuwa nikishika sabato, wachana na sabato. Nataka umkubali Yesu, aingie ndani ya moyo wako. Ukiwa na ombi la Yesu kuingia ndani ya moyo wako, simama kwa miguu yako miwili ili tuweze kuomba. Tumwambie Yesu, kubali ingie ndani ya mioyo yetu. Jambo la mwisho, kuna jambo ambalo umesikia likikusumbua muda mrefu. Umekuwa ukisikia tu linakusumbua muda mrefu na labda hujapata suluhisho. Nataka leo Yesu anapoingia ndani yako leo hii atoe suluhisho hilo. Huenda ni suluhisho la kifamilia, huenda ni suluhisho lako la kibinafsi. Sitaki utaje, sitaki uje hapa mbele, maana hata mimi mwenyewe naenda kwa huyo Yesu anitetee. Leo hii unataka Yesu, baada nimesema ya kwanza Yesu aingie ndani, ya pili atoe akusuluhishe mahitaji hayo. Kama uko na ombi la kipekee, weka mkono juu. Baba Mungu mkuu, katika jina la Yesu Kristo, tumeacha kuanzia leo kulalamika, tukijua ya kwamba baada ya kupotea tunarudi. Yesu, tunaomba Baba kwa jina la Yesu Kristo, Yesu apate ndani ya mioyo yetu nafasi. Ingia sasa Yesu, ufanye kikao ndani yetu. Na unapofanya kikao ndani yetu Yesu, Roho wako Mtakatifu na Baba watafanya kikao na sisi. Ili Mungu pamoja nasi, Yesu pamoja nasi, na Roho pamoja nasi. Baba, ingia ndani yetu kupitia Yesu Kristo. Sasa Yesu,
tunaomba ukabiliane na majanga na changamoto tunazokabiliana nazo maisha. Kila mmoja wetu tumeinua mkono, nikiwa miongoni mwa walioinua, kwamba Yesu utukumbuke na matatizo tunayopitia. Baba, utupiganie. Tazama yule ambaye amekuwa akiumwa na mgongo, pamoja na yule ambaye amekuwa akiumwa na misuli ama magoti yake. Baba, kwa jina la Yesu Kristo aliye ndani yetu, waponye. Tazama wale ambao wamekuwa wakisumbuliwa na kichwa, wale ambao wamekuwa wakisumbuliwa na tumbo. Baba, kuanzia sasa wakapone katika jina la Yesu Kristo. Kuna wale ambao Bwana wamesumbuka katika hali ya maisha, wanapoangalia nyumbani kuna vitu vinavyovurugika, hawajui ni kwa nini. Ingilia kati, yatengeneze kwa jina la Yesu Kristo. Kuna wale ambao masomo inawalemea, kwa sababu mwanzo wa hekima ni wewe Baba. Ingilia kati na ukawafanye wafaulu kwa jina la Yesu Kristo. Atukuze jina lako Baba. Tunakushukuru kwa sababu umekubaliana nasi na yale ambayo Baba hatujayaomba, lakini tumeyawaza kwa sababu uko ndani yetu. Fanya kupita tuliowaza na kuyaomba, na jina lako litukuzwe Muumbaji, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Basi tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa somo la leo kupitia kwa ndugu Jona. Ametupa changamoto ya kutosha, na nataka kuarifu pia kwamba utakapoenda lunch, vijana tafadhali tusaidie tupate lunch kwa haraka, kwa sababu ninaona mambo ni mengi na bado tuko tayari kupokea